Ellie anajaribu kuokoa ndoa yake baada ya makosa machache ya nyuma, lakini kukutana tena na rafiki wa zamani wa chuo kunageuka kuwa ndoto ya mateso. Upendo unageuka kuwa ufuatiliaji, mazungumzo madogo yanageuka kuwa vitisho vya damu, kila simu, kila kivuli nyuma ya dirisha ni ishara ya hatari. Anapokimbia maisha yake, ukweli unafichuka kwamba mapenzi ya zamani hayafi, yanakutafuta, yanakuwa. Lakini swali ni, unaweza kweli kutoroka kosa moja la kimapenzi? Napenda kuanza movie yetu, ila kabla sijaanza, nakutakia siku njema wewe pamoja na uwapendao, na waombea siku yenu iwe ya furaha zaidi, na bila kupoteza muda tuweze kuianza movie yetu. Hadithi inaanza katika nyumba ya kifahari ambapo usiku wa kimapenzi unageuka kuwa wa kutisha. Mwanamke anaondoka kidogo kuchukua glasi ya maji, lakini anaporudi hamkuti mpenzi wake. Anaanza kumtafuta na hatimaye anamkuta bafuni amelala kwenye bafu akiwa amezama kwenye damu. Kabla hajashtuka zaidi, ghafla mkono unatokea gizani na kumfanya apige kelele kubwa zinazotikisa nyumba nzima. Muda unasonga na simulizi linahamia kwenye mwambao mzuri wa California ambapo Ellie Warren, wakili mashuhuri mwenye mafanikio makubwa, ameamua kuhamia nyumbani tulivu akiwa na mumewe Marcus ambaye bado yupo katika kipindi cha kupona baada ya ajali mbaya ya gari, na kipindi ambacho binti yao Brittany anaondoka kwenda kuanza maisha mapya ya chuo kikuu. Wanapojaribu kuzoea maisha mapya, Marcus anamwambia Ellie kuwa walifanya uamuzi sahihi wa kuhama, na Ellie anajaribu kuamini hivyo. Kazini, Ellie anakabiliwa na changamoto kwani bosi wake Janice anamshawishi kwa nguvu abaki katika kampuni badala ya kufikiria kuanzisha ofisi yake binafsi. Muda huo huo, Janice anawatambulisha kwa mshauri mpya wa teknolojia anayeitwa David Hammond. Ellie anatetemeka kwa mshangao baada ya kugundua kuwa ni David, rafiki yake wa zamani wa chuo ambaye hakuwahi kumwona tena kwa miaka mingi. Katika kikao kinachohusu kesi ya wizi wa hati miliki, kampuni inampa David jukumu la kupata ushahidi wa barua pepe muhimu, na anawashangaza wote kwa ufanisi wake wa haraka. Baada ya kikao, David anapendekeza akutane na Ellie kwa vinywaji. Mwanzoni Ellie anapanga kumleta rafiki yake Courtney, lakini baada ya Courtney kukosa kuja, Ellie anajikuta anakutana na David peke yake. Mazungumzo yao yamejaa kumbukumbu nyingi na hisia ambazo hazijawahi kufutika moyoni mwao. Ellie anamweleza kuhusu maisha yake mapya na binti yake, huku David akifunguka kuhusu ndoa yake iliyovunjika na upweke unaomsumbua. Wanapozidi kuzungumza, Ellie anaanza kutafakari kuhusu upweke unaoweza kujitokeza katika ndoa ndefu, na David anamfariji huku akimwambia kuwa Marcus bado anamwona kama mwanamke bora anayempenda. Usiku unavyoendelea, wanajikuta wakikaribiana zaidi na kunyanyua glasi zao kwa kumbukumbu za zamani, wakijiuliza ingekuwaje kama maisha yangekuwa tofauti. David anakiri kuwa alijiunga na kampuni makusudi ili akutane tena naye, na wanapoanza kucheza dansi ya karibu, Ellie anakimbilia bafuni kutulia, lakini David anamfuata na ghafla wanajikuta wakibusiana. Ellie anajiondoa kwa haraka akihisi hatia kubwa na anakimbilia nje, huku David akimfuata na kuacha sintofahamu nzito. Ellie akiwa amejawa na hatia baada ya tukio hilo, anasisitiza kuondoka mara moja, na David anakubali kuachana naye, akimrudishia ujumbe baadaye kwa simu akimwomba msamaha na kueleza majuto yake. Lakini Ellie anaamua kupuuzia ujumbe wake, akilenga kuendelea kujenga upya uhusiano wake na Marcus na kuzingatia ndoto yake ya kuanzisha ofisi ya sheria. Muda huo, David anamtembelea daktari wake wa tiba akidai kuwa anaendelea vizuri na hata kumweleza kuwa kuna mpenzi mpya maishani mwake. Lakini katika mazungumzo inafichuka upande wa giza kwamba tiba hiyo ilitokana na agizo la mahakama baada ya kushiriki katika tukio la ukatili dhidi ya mwanamke aliyeitwa Deborah. Wakati mapumziko ya muhula yanapokaribia, Ellie na Marcus wanamsubiri binti yao Brittany kwa furaha na wanamzungusha kuonyesha nyumba yao mpya ya pwani, huku wakifurahia umoja wa kifamilia. Lakini amani yao inakatizwa ghafla wakati David anamkaribia Ellie nje ya kazi akidai alimwona kwenye mkutano jirani na akamsihi wakutane kwa kahawa, lakini Ellie anamsisitizia kwamba hawezi. Ellie anakataa kwa udhabiti, akimsisitizia David kwamba hawezi kuwa naye tena na kwamba amejitolea kwa ndoa yake. Licha ya msisitizo wake, anatembea mbali na kumwacha David akiwa ameshtushwa. Lakini usumbufu hauishi, kwani nyumbani Ellie anaendelea kubombardiwa na simu na ujumbe kutoka kwake, na hivyo analazimika kumfungia namba. Usiku huo, Ellie na Marcus wanaposhiriki muda wa karibu tuandikie kwenye comment movie yako pendwa, ile iliyokufanya ucheke, ulie au hata kusahau muda. Kumbuka, hii unayoangalia sasa pia ilichaguliwa na mtazamaji kama wewe, na ya kwako inaweza kuwa inayofuata. Hajui kuwa macho ya David yanawatazama kupitia dirisha kwa wivu na tamaa ya hatari. Siku inayofuata, Marcus anamletea Ellie maua kazini kama ishara ya kuimarisha uhusiano wao, na wanashiriki kumbatio tamu
Kabla ya kuondoka kwa sababu ya mteja, Ellie anamkumbusha kuhusu mpango wa chakula cha jioni na Courtney jioni hiyo. Usiku unapowadia, kijana mdogo anawasili nyumbani na Marcus anadhani amekuja kwa ajili ya Brittany. Baada ya kuthibitisha hilo, Brittany anaondoka naye kwa miadi. Wakati huo huo, Ellie na Marcus wanajiandaa kwa chakula cha jioni na Courtney. Lakini hali inabadilika ghafla. Courtney anapowasili akiwa ameambatana na David kama mgeni wake, Ellie anashangaa lakini anaamua kuficha mshtuko wake, huku David akijifanya kama vile hamjui. Jioni inapoendelea, Ellie anahangaika kudumisha sura ya utulivu huku wakijadili masuala ya kazi na maisha ya binafsi. Lakini chini ya pazia kuna mvutano mkubwa, kwani uwepo wa David unachafua maisha ya Ellie kwa kivuli cha hofu na sintofahamu. Ellie akichoshwa na tabia ya David anaamua kumkabili binafsi na kumtaka akae mbali na familia yake. David anakubali kwa maneno, lakini hali inazidi kuwa ngumu, kwani Ellie anakuta kifurushi kimeachwa mlangoni kikiwa kimeandikwa jina la Marcus na hakuwa na mtu wa kumuita haraka kwa msaada. Ellie akiwa hana njia anamuona David akiwa mgahawani na anaamua kumkabili uso kwa uso akitaka kumaliza jinamizi hili. Akiwa amejawa hasira, anamshutumu kwa kumshawishi rafiki yake kujitokeza bila kualikwa na kuvunja mipaka yake. David anajaribu kupuuza lawama na kupendekeza waendelee kuficha kila kitu, lakini Ellie anakataa kwa nguvu, akimwambia wazi kuwa tukio lao la mara moja lilikuwa kosa na halitarudiwa. David anatoa tishio la kumwambia Marcus, jambo linalomfanya Ellie kumwonya vikali akae kimya na akae mbali na familia yake. Majibu ya David yanageuka ya kutisha anapomuita Ellie kwa jina la Deborah, jambo linalomchanganya Ellie. Anamuomba aachane naye, lakini tabia ya David inazidi kuwa ya ajabu. Ellie anamrudishia rekodi aliyomwachia kwenye kifurushi na David anaivunja kwa hasira. Hali inazidi kuwa mbaya. Courtney anamkabili Ellie kwa hasira baada ya David kumgeuza kwa maneno, akidai Ellie ndiye aliyetaka kumsaliti na kwamba yeye alimkataa. Courtney anamwonyesha ujumbe wa simu unaoonekana kuthibitisha madai yake, lakini Ellie anasisitiza ujumbe huo umegushiwa kwa ujuzi wa David kama mdukuzi. Courtney anakataa kuamini na kuondoka, Ellie akibaki ameshtuka. Akiwa hana amani, anamtafuta rafiki wa zamani chuoni na kugundua siri ya kutisha kuwa David alikuwa na wivu wa mapenzi tangu enzi hizo na Deborah, aliyekuwa mke wake wa zamani, alifanana sana na Ellie. Deborah alishawahi kulalamika kuhusu wivu na woga wa David, na muda mfupi baada ya talaka yake alikufa kwenye tukio lililotajwa kama wizi, lakini kulikuwa na shaka kubwa. Taarifa hii inamfanya Ellie ajisikie hatari zaidi. Usiku huo David anaingia nyumbani kwa Ellie kwa siri na kupekua vitu vyake bila yeye kujua. Brittany anarudi nyumbani ghafla na karibu kukutana naye, lakini ananusurika. Ellie bado anajaribu kumfikia Courtney bila majibu, wakati David anamwandikia video ya wao wakicheza dansi, akimdhihaki kwa kusema kudukua kamera za usiku wa klabu ilikuwa kazi rahisi kwake. Ellie akiwa amejawa na hofu anamwambia David kwa simu kwamba atamripoti polisi na kuomba zuio la kisheria, lakini David haogopi. Badala yake anamtolea tishio la kutisha akisema atamfichua Marcus kuhusu video yao. Ellie anajitahidi kubaki thabiti, lakini anahisi amenaswa. Bila kujua jinsi David alivyozama kwenye maisha yake, anajaribu kumwandikia Courtney barua pepe akifichua ukweli wote kuhusu kifo cha Deborah na kumhusisha David. Lakini Courtney akiwa na David wakati huo anaacha simu yake mezani. Tuandikie kwenye comment movie yako pendwa, ile iliyokufanya ucheke, ulie au hata kusahau muda. Kumbuka, hii unayoangalia sasa pia ilichaguliwa na mtazamaji kama wewe, na ya kwako inaweza kuwa inayofuata. Na David anapata nafasi ya kufuta barua pepe hiyo kabla hajaisoma. Hali ya Ellie inakuwa mbaya zaidi anapomwona David akicheza gofu na Marcus kana kwamba ni marafiki, jambo linaloongeza wasiwasi wake. Akiamua kutafuta ushahidi, anapata msaada wa concierge kuingia nyumbani kwa David na kugundua picha za kutisha za Deborah na zake mwenyewe zimehifadhiwa humo. Ghafla David anarudi na Ellie analazimika kujificha, huku moyo ukimdunda kwa hofu. Bahati nzuri, simu kutoka kwa Courtney inamtoa David nje na Ellie anatoroka. Akiwa nje anamuita Courtney akimsihi amwamini na kwamba David ni hatari. Courtney bado anasita, lakini ghafla mlango wake unagongwa na David. Wakati akichunguza simu yake anagundua picha za Ellie, na kabla hajachukua hatua David anamshambulia kwa hasira na kumwacha akiishiwa na damu. Ellie akihisi kitu kibaya anakimbia hadi nyumbani kwa Courtney na kumkuta rafiki yake akiwa amepoteza fahamu na damu ikitiririka. Mara moja anaita huduma za dharura na Courtney anakimbizwa hospitalini, huku polisi wakiahidi kumtafuta David kwa kosa la shambulio. Marcus anawasili na kumkuta Ellie akiwa amechanganyikiwa na polisi wakimhoji. Ellie anamweleza Marcus kila kitu kilichotokea kuhusu David na jinsi alivyowaingilia maisha yao. Marcus anaumia kwa hasira na huzuni, akijiuliza kwa nini Ellie hakumwambia mapema. Ellie anakiri kosa lake la kutofungua moyo mapema na kuomba msamaha. Marcus akiwa na maumivu moyoni anasema alihisi amesalitiwa, lakini Ellie anamthibitishia mapenzi yake na anasema bado wanayo nafasi ya kujenga upya maisha yao. Muda huo polisi wanamjulisha Ellie kuwa David ameonekana akijaribu kujihami kwa njia ya ajabu.
alikuwa amemshambulia mtu asiye na makazi na kumchoma moto, kisha akaacha barua ya kujidai ni kujiua ili kuonyesha amekufa. Mwili uliopatikana ulikuwa umeungua vibaya, lakini ulikuwa na nguo na maandishi yaliyofanana na ya David. Polisi wanamwambia pia kulikuwa na ujumbe wa sauti alioacha akidai kosa la kifo cha Deborah, jambo lililomgusa Ellie kwa mshtuko, lakini pia kumpa hisia za kufungwa kwa siri hiyo. Wakati huo Ellie anamuuliza kuhusu hali ya Courtney na polisi wanamhakikishia kuwa yuko hospitalini akipokea matibabu na atapona. Ellie na Marcus wanajaribu kurekebisha uhusiano wao kwa mazungumzo ya dhati na kukubaliana kuanza upya kwa mapenzi na mshikikano mpya, wakiamini hatimaye jinamizi limekwisha. Wakidhani hatimaye mambo yametulia, Ellie anaenda ofisini kusaini nyaraka, lakini anakuta katibu wake ameuawa, jambo linalomrudisha tena kwenye hofu. Muda mfupi baadaye anapokea simu kutoka kwa David ambaye anamlaumu kwa kumwacha peke yake, akimthibitishia kuwa hajafa. Ellie akiwa ameduaa anakimbia kurudi nyumbani huku akiwapigia polisi. Anapofika anakuta mvulana aliyekuwa mpenzi wa Brittany akiwa amekufa na Marcus pamoja na Brittany wakiwa wametoweka. Ghafla David anatokea na kumfanyia Ellie pendekezo la kichaa la kuanza maisha mapya, naye kana kwamba hakuna kilichotokea. Hali inakuwa ya kutisha. Ellie analazimika kupigania maisha yake na familia yake. Anamshambulia David kwa kutumia chungu na kumlemeza kwa muda. Akapata nafasi ya kuwafungua Marcus na Brittany waliokuwa wamefungwa. Wakati polisi wakiwasili, wanakuta hali bado haijatulia, kwani David tayari amemuua askari mmoja na kurejea kushambulia tena. Pambano la mwisho linaanza. Marcus anajaribu kumpinga, lakini David anamshinda na kumsukuma kutoka kwenye roshani. Ellie akiamua kulinda familia yake anachukua kisu na kumdunga kifuani, lakini David anaendelea kupigana. Wanakimbilia ufukweni na David akijaribu kutumia bunduki ya askari aliyemuua. Ellie akipambana naye kwa nguvu hadi David anateleza na kuanguka kutoka kwenye mwamba na mwili wake kutoweka baharini. Miezi miwili baadaye, Ellie na Marcus wanapata nafuu ya kisaikolojia na kuamua kuhamia kwingine, wakiagana na nyumba yao yenye kumbukumbu za hofu. Wanamrudisha Brittany shuleni na kuanza maisha mapya wakiwa na mshikamano na upendo ulioimarika zaidi baada ya majaribu yote. Unataka kuklik ili kuondoka, ila na kuomba uweze kunipatia sekunde yako moja. Imenichukua masaa 5 kutafuta movie, imenichukua masaa 6 kuweza kutengeneza script, na imenichukua masaa 7 kuweza kuandaa video nzima na MB za kutosha ili kukufikia wewe kuenjoy. Ila nachokuomba ni kuweza kubonyeza kitufe cha subscribe. Haitokugharimu gharama yoyote, hautopungukiwa na chochote, ila zaidi utaweza kupata furaha kwa sababu nita upload movie ambayo utaitaka kwenye comment section. Please subscribe.